Amena. Bwana Yesu asifiwe. Amena. Bila kukawia tunaenda kusoma katika barua ya kwanza ya Petro ile sura yake ya 5 mstari wa 5 na verse ya 6. Neno la Mungu linasema, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana na kwa mambo yenu. Amen. Amen. Hii barua ya Paulo ya Petro iliandikiwa Wakristo ambao walikuwa wanatawanyika katika nchi ya Asia. Na huko walikuwa walishakuwa mambo mengi, ndio maana akawatumia hii barua. Akawaambia, mwache vyenye mko, munyenyekee chini ya mkono wa Mungu ulio hodari ili awakweze kwa wakati wake. Yaani walitaka kujiinua, watafute kwa njia mbalimbali. Lakini akawaambia munyenyekee. Nyenyekeeni. Kunyenyekea. Watu hawanyenyekei. Wanataka kujipatia kwa nguvu zao, kwa njia mbalimbali za uongo, za kushawishi watu. Lakini hapa Petro anaandikia hao ndugu, munyenyekee. Mungu ndio ana yote mikononi. Munyenyekee tu chini ya mkono wa Mungu ulio hodari ili awakweze kwa wakati wake. Na hii inaweza tupatia fundisho sisi ambao tumekuwa katika nchi za wazungu. Tuangalie jinsi Mungu alitufanya na jinsi anatufanya na jinsi anatuheshimisha. Wengi wetu hakika hata kama wana kiburi kwa leo, wanaanza tembea shingo ngumu, wanaanza fanya mambo ambayo hayaeleweki, hawakumbuke jinsi walikuwa wananyenyekea chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Mungu akafungua ile milango ya kwamba na wewe haukuwa unajulikana. Wakati familia yako ilikuwa inafanya hata sherehe, wewe haukuwa hata miongoni mwa wale wangesema. Lakini siku ya leo wote wako wanaanza kukutafuta kwa simu. Munipatie namba ya fulani, munipatie namba ya fulani na mimi nimuongeleshe. Wewe haukuwa hata na la kusema. Na hawa nao Petro akawaonya, sasa kiburi gani mnakuwa nacho? Mnaanza hata hamutii tena wakubwa, hamutii tena wazee. Inakuwa sasa kila mtu yaani hawajui mtu mkubwa, hawajui mwenye anawaongoza na kazini, hawajui. Manake walijipeleka. Akawaambia, si munyenyekee basi. Munyenyekee chini ya mkono wa Mungu ulio hodari ili awakweze kwa wakati wake. Watu wengi wanataka, huyu anataka iko Mkristo chini, hayaombewa hata walimu, hayakuwa hata shemasi, lakini iko anapenda apande juu ya pasteri. Yeye ndio akuwe pasteri, yeye ndio akuwe hivi. Na wengine hawajaombewa hata upasteri, hawajaombewa hata. Hawana hata sehemu yoyote kukuwa pasteri, lakini wanapenda kuongoza kanisa. Hawapendi wanyenyekee, wafunzwe kunyenyekea, yaani utulie chini ya maangalizi ya watu wa Mungu, wale ambao wanakukomalia katika neno la Mungu, wakuongoze, wakuonyeshe mipango. Lakini siku ya leo kanisa ni vange. Utaenda kutana mwenye anasimamia kanisa, hayaombewa hata kuwa mtu shemasi wa kuketisha watu mkanisa. Lakini anapenda kuzingatia awe pasteri wa kanisa. Hajui kwenye analipeleka, hajui kwenye anaenda. Anaenda tu kwenda naye bamuone kama anaanza kusimamia kanisa iko hivi na hivi. Hapa Petro akawaambia munyenyekee chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Mungu mwenyewe anajua hatua zote alizokuwekea wewe mwanadamu. Anajua mahali alikuweka, utatumika hiki, utatumika hiki. Yaani watu wote hawawezi kuwa vichwa, na watu wote hawawezi kuwa jicho, na watu wote hawawezi kuwa mikono, na watu wote hawawezi kuwa miguu, watu wote hawawezi yaani Mungu aliweka kila sehemu kumwili kusudi isaidiane na wengine, kusudi mwili upate kuwa mzima na ufanye kazi zote. Kuna wale wanakuwa vichwa, kuna wale wanakuwa macho, kuna wale wanakuwa mikono. Hivyo kunyenyekea ni kutulia, kusikiliza, kuongozwa
kusaidiwa katika njia za Mungu, lakini hao wenzetu walikuwa tena katika nchi za ugeni. Sawa hivi na sisi tuko katika nchi za ugeni. Na ndivyo hao watu wa Wayahudi walikuwa wanatawanyika. Sasa Petro akasikia habari zao, akawaandikia barua, mnyenyekee chini ya mkono wa Mungu ulio